Mpenzi msikilizaji, leo hii nataka tuangalie mafundisho. Mada yake, mbona watu hawawezi kukusaidia? Mbona mara mingi unatengwa, unakataliwa, hausaidiwi, maybe na watu na ambao wako karibu na wewe, ama huenda watu ambao wanakujua. Mara mingi unakaa na watu wenye uwezo, lakini watu wa mbali wanasaidika kupitia mikono yao, ila wewe hata ukiwalilia shida wanayoiona hawawezi kukusaidia. Mafundisho haya yamewekwa katika misingi ya Ukristo, maana Ukristo ndiyo njia kipekee na ambayo hufungua mtu kutoka vifungo vya giza na kumweka katika uhuru wa maisha yake. Maana andiko linasema kwamba na roho ni Kristo, na mahali Bwana alipo basi kuna uhuru. Karibu. Hebu nikukumbushe, andiko la nena wazi katika Wafalme wa Pili sura ya 2 aya ya 13. Elisha akachukua kile kitambara kilichoanguka kwa nabii Eliya, na kwa hicho akatenganisha maji ya Yordani. Ni wakati ambapo tu mfalme Yoramu wa Israeli pamoja na Yehoshafati mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu walipatana ili kumuangusha mfalme Mesha wa Moabu. Chanzo cha vita kikiwa mfalme Mesha alipohudhuria mazishi ya Ahabu mfalme wa Israeli, aliacha kutoa ushuru wa kondoo 100,000 na manyoya ya kondoo 100,000. Mwanawe marehemu Ahabu ambaye ni Yoramu akaandaa vita kama zile watoza ushuru wa nchi yako hukuwekelea wakati umekwama kuwasilisha ushuru wa biashara, shamba lako au ploti yako. Jambo linalonifurahisha hapa ni kwamba mfalme wa Yuda alikuwa mchaji sana. Mchaji na maana kwamba alikuwa mtu wa utukufu wa Mungu kuliko mwenziwe aliyemwalika. Nabii Elisha alikuwa mzaliwa wa Israeli, ila mfalme wake hakumpenda. Maana tangu nyakati za nabii Eliya, babake Yoramu ambaye ni Ahabu aliwatesa manabii sana, namna kanisa limeteswa miaka 2 ya korona. Mfalme Yehoshafati hakutosheleka, ila alikataa hata kuwasikiliza manabii walio na upako wenye kujulikana mitaani tu, ila aliamua kutafuta nabii mwingine ambaye hajajulikana sana, ila anaweza waelekeza kwa kusudi la siku hiyo. Na ndipo aliyejibu alisema, kuna nabii Elisha aliyemhudumia nabii Eliya kwa kumtilia maji kwenye mikono yake. Hiyo imeandikwa katika Wafalme wa Pili sura ya 3 aya ya 11. Msikilizaji wangu, mambo haya yote yanamaanisha nini? Huwezi kutenganisha maji kama hujanyunyizia wakuu wako maji. Katika barua ya Paulo kwa Waebrania sura ya 13 aya ya 17, mwandishi anataka tuelewe kwamba tuwaheshimu wale wanaotuombea, kwa sababu wao hulilia roho zetu na kutoa hesabu yetu mbele ya Mungu wakati tumelala. Ukiwahi tamani kuwa na upako kama huu niliyojaliwa, lazima uheshimu neema iliyo juu yangu. Ukiwahi taka nabii ama unabii ukupendelee, heshimu upako ulio juu ya yeye anayekuhudumia. Elisha hangetenganisha maji ya mto Yordani kama hajawahi nyunyiza maji kwa mikono ya Eliya. Wewe ungetaka uwekelewe mikono ili upokee sehemu ya roho au kipawa kilicho juu ya mtumishi fulani. Ni vipi unamhudumia? Ni vipi umejitolea ili utiwe mamlaka? Jambo lingine, msikilizaji wangu, wajua kwamba moyo wako una milango? Unafahamu hilo? Andiko la nena, yeye ashindwaye kulinda roho yake ni kama mji usiyozungukwa na ukuta. Yafaa moyo wako uwe na lengo ama lango moja kama Yerusalemu, lango ambalo huvutia mema, huvutia makuu, huvutia na utukufu wa Mungu.
Hii ndiyo sababu watu wengi wanaishi maisha ya masikitiko, maana chochote kiingiacho ndani yao huwageuza na kuwafanya waishi maisha mabovu. Moyo wako usipodhibitika, maisha yako huingiliwa na kila upepo mbaya. Hebu nikupe mfano. Je, mchungaji, una pesa yote kwa mfuko? Shika mkononi nikueleze kitu. Mtazamaji, sikiliza. Huyu ndugu ana pesa, anahisi kumpa mtu, anashindwa kutoa, maana kati yake na yeye aliye na shida kuna mlango. Na huo mlango wa moyo wangu ukiwa umefungwa, sitajisikia kumpa yoyote hizo hela, hata kama ni baba. Umewahi ona mzazi tajiri mwenye ukwasi na heshima anapohisi kupeana roho, anakataa kuwaandikia wanawe urithi na badala yake kuandikia urithi wake kwa shirika la watoto yatima? Je, umewahi ona ndugu yako au dada yako wanatoa fedha kujengea mchungaji nyumba, kumnunulia gari, kujenga kanisa, wanabariki watu wengi, ila wewe uko hapa unawalilia kwamba unahitaji tu 5,000 au 10,000 au 30,000, lakini hawajisikii kukusaidia? Hebu nikufunulia masuala ya kiroho. Wewe ukienda zako utasema amerogwa, ako kwa kanisa la majini, mara huu amefungwa. Lakini upande mwingine Yesu akasema, kabla hujatoa kijiwe katika jicho la mwenzako, tazama lile kipande cha mti kilicho katika jicho lako. Hata yeye mwenyewe hajui, mbona asikusaidie? Sikiliza, ukaribu wako kwake haimaanishi kwamba utasaidika. Una jirani mmeishi na yeye miaka 2 au 3, ila hajawahi kanyaga kwako akuulize hali kama umekula au bado. La, kuna lango limefungwa. Kukaribiana mmekaribiana, ila kiroho mko mbali, maana lango limefungwa. Unataka kupata kazi, ndugu na jamaa zako wamewapa watu kazi kwa makampuni, wanawapa watu wengine madaraka. Unaenda kwake unamweleza hali yako na anakuambia nimesikia nitakupigia, au nitajua vile kutakuwa, wewe rudi tu nitakuita. Na pindi tu unapoondoka, mwingine asiye wa damu yake anakuja ofisini na anampa kazi. Nitakuambia sababu. Ni kwa sababu upo karibu naye kimwili, ila lango lako limezuiliwa. Unaweza imba wimbo wa sifa na maabudu, wimbo unaoshusha roho wa Mungu na hata kuirekodi kwenye YouTube, stesheni za redio, ila wapendwa hawataununua ule wimbo, maana lango lako limefungwa. Unaweza fungua huduma, unaomba kwa sauti, ila watu wanaipita na kuelekea kwenye madhehebu ya vinyago au kwa uganga, maana lango lako la moyo wako limefungwa. Unaweza fungua duka la kuuza vitu, unachukua mkopo, unachaza stoki, kila kitu unaleta, hata za nje. Hebu nikuulize, asante kwa ujuzi wako wa kuleta vitu vigeni katika taifa hili ama katika mji huu. Swali langu ni moja tu. Je, lango lako liko wazi? Mtumishi, mimi ni nabii, mchungaji na mwalimu wa neno. Nimekuwa mwaminifu kwa fungu la 10, kwa sadaka zangu za imani na za upendo. Nimejitoa sana kwa huduma ya Mungu, ila hamna mtu anayenitazama ama kuiangalia huduma yangu. Hamna mtu anayetamani neema ya upako ulio juu yangu. Watumishi hunitumia kualika wachungaji wengine, ila mimi mwenyewe sijawahi alikwa hata siku moja. Mpendwa, na kufunulia masuala makuu maishani mwako, maana lango hili lisipofunguka, utatoka hapo kwa lile kanisa uingie kanisa lingine na hamna tofauti utakayoiona. Ila ningependa leo hii nikaombe nawe na ukaone namna kibali kitakuandama. Katika Yohana 5:7, yule jamaa akajibu akasema, sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa.
Kila ninapotaka kuingia, mwingine hutumbukia ndani kabla yangu, maana mlango ulikuwa umefungwa. Sikiliza, katika waanzilishi wa hilo kanisa, wewe umekaa sana. Wote wanakuja wanapokea uponyaji, wewe na hali yako uko tu pale. Unaona wageni wakianza maduka kwenye mji fulani, kidogo washanunua ploti, kidogo washanunua magari, wanajenga, ila wewe hupati lolote. Tazama mlango wa moyo wako. Je, unafahamu kwamba Ufunuo wa Yohana sura ya 3 aya ya 20 inasema, Yesu anasema, nimesimama langoni ninabisha, mtu akisikia na afungue. Hakuna mazoea ati kwa sababu unaombea kila mtu akipanuka ati neema itakuvusha tu. Lazima utazame lango lako. Andiko linasema, liko lango moja tu lielekealo uzimani. Na katika Yohana 16:14, Yesu ndiye lile lango. Hamuna njia ingine. Hilo lango likiwa bado limezuiliwa, hata mtu wa kwako hawezi taka kuitanishwa na wewe. Katika ushuhuda juzi, mkamba fulani alipigia simu akiniambia kwamba nilitazama video yako moja na nilipolala Roho akanizungumzia kwamba nikubariki. Sijaokoka ila niliguzwa na Mungu. Huu ushuhuda unamaanisha nini? Wakati lango lako limefunguliwa, hutengeneza njia mpaka kwa wale na ambao hawakujui kupata kufanya mazuri kwa ajili yako. Ushaona wachungaji aflani wanapatwa na majaribio, mara wamezini, wamelagai, na hata wakiharibiwa na jina, bado kuna watu wanawapenda, wanawaheshimu, na ni watu wa mbali, maana lango lao liko wazi. Mbona watu walio karibu na wewe wanashindwa kukubariki? Ni kwa sababu lango lako limefungwa. Ati kwa sababu kuna mtu amekusikiza na kuelewa hitaji lako, haimaanishi kwamba utafanikiwa. Ni lazima lango lako liwe wazi. Unaweza wekewa mikono na nabii anayetembea kwenye hewa, anayeimba katika ndimi, na bado lango lako limezuiliwa. Lile ambalo lingefanya upate huo upako kuingia tu katika chombo, bado limefungwa, kwa sababu hata ukiombea hauwezi kuwa kama yeye. Ati kwa sababu wewe unatumika na Mungu, haimaanishi eti lango lako ni wazi. Eti umesomea teolojia na una vyeti vya uchungaji, haimaanishi unaweza kufanya chochote. Lazima uliangalie lango lako, na ndiposa utapata mchungaji mzuri, anaombea watu wakipona, ni mtu ambaye anasaidia watu, lakini maisha yake na jinsi anaishi ni tofauti na lile neno analolihubiri, maana lango lake limefungwa. Lango lako likiwa limefungwa, neema ya unabii itashuka. Unapewa unabii wa maisha yako, unazidi kuombewa, ila hayo yote ulioahidiwa hayakuji kutimia, maana lango lako limefungwa. Mwishowe unaanza kuwaita watumishi wa Yesu Kristo ati ni mitume wa uongo. Kumbe wewe ndiwe shida, wao sio shida. Sikiliza, unabii uko kamili, ila hayaji kutimilika katika maisha yako. Wakati mwingine utaota umefaulu, utaota na yeye aliyetumwa na Mungu kukuvusha kiroho, kukupa fedha utimilize maono yako ya biashara, ila lango limezuilika. Unamkumba mtu barabarani au kanisani au kwenye resti, na unamwambia, ndugu, dada, shangazi, nimesalia tu na 50,000 kutimiliza mambo yangu ya biashara au kumalizia nyumba yangu. Ni jamaa, na mara na kuambia, tulia, nimekusikia vyema, nasafiri, nikirudi nitakupa. Pindi tu mnapoachana, anatumia mwingine 1,100 asiye hata wa manufaa. Anakuweka fedha zake kwa makahaba, au kama ameokoka anaamua kumtumia mchungaji wake, kwa sababu lango lako wewe limefungwa. Sikiliza, ndio mtu apate wepesi wa kukufanyia chochote, inakugharimu wewe uwe na lango lililofunguka. Eti kwa sababu una nambari ya simu ya tajiri fulani, haimaanishi ati lango lako liko wazi. Unaweza ukampigia, umuulize amefikia wapi, na anakujibu ninashughulika. Na huo ndio mwisho wa mazungumzo yenu. Mwisho wa yote unaanza kuwaita wana wa Mungu watu wabaya, watu wa hila, watu wasiotakia wengine, na hata kuwalinganisha na shetani. Ila shida si wao, wewe ndiyo shida. Sikiliza,
Yusufu alikuwa kwenye jela, akasaidia jamani fulani, mnyeshaji dhabihu wa Farao. Na huyo kaka akamsia mkumbuke, ila kwa sababu lango la Yusufu lilikuwa limefungwa, alikaa kwenye jela miaka mingine miwili, yote ikiwa 7. Na wakati wa majira yalipotimia, wakati majira ya Yusufu yalipotimia, mfalme alitumanisha Yusufu aletwe, na akaletwa toka vifungoni. Lazaro alikuwa amezikwa. Yesu akasema, litoeni jiwe, mvueni sanda, muacheni aende. Unaweza kuwa unaendelea sambamba, umenenewa, unaambiwa kuwa mtumishi mkuu duniani au mfanyabiashara mashauri, ila lango lako limefungwa. Lazima apatikane wa kuamurisha jiwe litolewe na kutoa ile sanda inayokufunga usiendelee. Yesu katika habari zake za kufufuliwa, andiko lasema malaika waliliondoa jiwe wakalikalia ili Yesu afufuke ndiyo atembee. Yawezekana kwamba umenenewa utafaulu, utakuwa mwamba wa familia, utakuwa mwamba wa boma lenu, kupitia kwako boma lenu litabadilika, ila hadi wa sasa lango hilo limefungwa. Leo hii nataka tuondoe mawe yaliyofunga hatima zetu. Nataka tuondoe mawe yaliyofunga maisha yetu. Nataka tuondoe mawe yaliyofunga ndoa zetu. Nataka tuondoe mawe yaliyofunga maono yetu. Nataka tuondoe mawe yaliyofunga biashara zetu. Nataka tuondoe mawe yaliyofunga masomo yetu. Tuondoe mawe yaliyofunga huduma zetu. Tuondoe mawe yaliyofunga vipawa vyetu. Hatutaishi kwa maneno matupu. Mungu ameahidi kwamba mwisho wetu ni wa matumaini, na kwamba neno lake likishuka lazima litimilize mapenzi yake. Nataka uombe. Hamuna mahali nimesema ukemee pepo au mchawi au ndugu yako ama dada yako. Wewe ndilo lango. Ulikuwa na kibali cha kusaidiwa na watu, kutumiwa fedha na watu waliokuamini. Ghafla hamu ya kutaka kuwa na pesa mingi ikafanya ukaanza kudanganya na kulaghai wenzio. Mwishowe wote wamekukana. Wakati umefika utubu, ili Mungu aliyemnyoshea Samsoni neema akunyoshee na kukurejesha tena ukang'aa. Ningependa upate kuomba. Huenda unafuatilia mahubiri haya, ingia kwenye maombi hapo ulipo. Maombi hayana umbali. Shikanika na huu upako. Usitazame namna wapendwa walimhukumu Yesu alipohudumiwa na Maria yule kahaba. Wakati ndio huu neema ikufikie. Waebrania 3:7 inasema, leo hii ukisikia sauti ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ni nini kimefunga mlango wako? Je, ni tamaa? Ni ujanja? Ni majivuno? Au ujeuri? Au usherati? Au uzinzi? Au lugha chafu? Au taarifa ya mbeleni? Au maasi uliyotenda zamani? Katubu. Na mwisho wa yote, tutaomba na wewe, na Roho wa Mungu anaenda kutuma malaika akalie lile jiwe ambalo linakuzuia wewe kuonekana, na unaenda kufunguliwa kwa utukufu. Huenda uko na swali, umeishi kutubu na bado hayo mambo uliyofanya kitambo yanazidi kukufuata hata kwenye ndoto. Sema nasi.